Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nikukaribishe tena kwa amani na furaha kwa tafakari nyingine ninayokuleteni kushirikisha neno la Mungu. Ninayo furaha kubwa sana leo kwa sababu tafakari hii inalenga moja ya sherehe kubwa sana katika kanisa, sherehe inayomgusa Mungu mwenyewe, Mungu Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Mungu. Kumbe tafakari hii ni kwa ajili ya sherehe ya Pentekoste. Tunapokumbuka kuzaliwa kwa kanisa la mwanzo na kanisa la kimisionari la mwanzo, kwa maana ya kwamba sasa mitume baada ya kumpokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, tunakumbuka kushuka kwake Roho Mtakatifu, mitume wanapata nguvu na wanasonga mbele kumhubiri Bwana wetu Yesu Kristo bila kuwa na hofu, kwa sababu wamejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wanasambaa sehemu mbalimbali bila kuogopa, bila hofu yoyote ile, wanamtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kama utangulizi kidogo, hii sherehe ya Pentekoste tunayoadhimisha sasa, ambao tunaikuta katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kama tutakavyosikia kwenye maandiko matakatifu yatakayotuongoza, ni sherehe ambayo ikuanza katika Agano Jipya tu, si kwamba imeanza wakati wa Yesu, hapana. Ina historia yake kuanzia Agano la Kale. Imejikita katika historia ya wokovu wa Wayahudi katika Agano la Kale. Katika mila za Wayahudi kulikuwa na sikukuu iliyoitwa Shavuot, yaani sikukuu ya majuma. Kwa majuma kadhaa walikuwa nafanya sherehe, na hiyo sherehe walikuwa nafanya sherehe hiyo wakikumbuka kupokea Torati kwenye mlima Sinai kama kumbukumbu ya pekee na ya kudumu daima. Kumbe takribani kwa siku 50, ndio maana inaitwa siku ya majuma kama 7 hivi, walikuwa nakumbuka pale Mungu alipoingia agano na watu wake kwa neno lake, ambalo liliwaandaa kuwa taifa teule, taifa lake takatifu. Na ilikuwa katika siku ya Shavuot, ile siku ya majuma, wakati Yerusalemu ilikuwa imejaa mahujaji kutoka mataifa mbalimbali, hasa wanaume walikuwa wanaalikwa kutoka mataifa mbalimbali waje na katika Yerusalemu kuadhimisha sikukuu hiyo. Basi katika sherehe hiyo sasa ya Shavuot, walipokuwa nakumbuka siku ya kupokea hizo amri za Mungu, ndipo Mungu sasa akaleta kitu kipya, akaleta kitu kipya, akamimina Roho Mtakatifu juu ya watu wote waliomwamini Kristo. Kumbe kama Torati ilivyowekwa katika maandishi ya zamani, sasa sheria ya upendo iliyoandikwa katika mioyo yao ndipo inamiminwa kwao. Na somo la kwanza ambalo tunalikuta katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili ya 11, nisome maneno machache. Ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwapo Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, mkutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yao wenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakaambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi leo kusikia sauti, kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia
hao wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, hili somo kimsingi ndicho kiini kabisa tunapopata maelezo kama nilivyoeleza juu ya sherehe ya Pentekoste. Mungu Roho Mtakatifu, Yesu aliyeahidi kwamba Baba atamtuma, sasa tukio hili linatimia. Wanapata nguvu mitume wanaimarishwa. Na ulikuwa muujiza kwa kweli. Tumesikia walikuwa watu wanatoka mataifa mbalimbali niliyoyataja hapa, mataifa mengi tu, lakini cha kushangaza ni kwamba basi mitume walipokuwa naongea, basi na wale watu wanasikia kwa lugha zao. Ni muujiza mkubwa sana, ni nguvu ya kimungu, ni nguvu ya kimungu. Roho Mtakatifu anawashukia. Wapendwa, hii ninaweza nikasema ni siku ya kuzaliwa kwa kanisa, ni birthday ya kanisa. Ndiyo maana hii ni sherehe kubwa katika kanisa. Ni katika mwanzo huu kabisa wa kupata nguvu ya Roho Mtakatifu, mitume kama nilivyogusia wakasambaa, wakaenda sehemu mbalimbali kuhubiri neno la Mungu, wakawa mashahidi bila hofu waliokuwa nayo ikatoka. Somo hili linatufundisha nini? Kwangu kabisa naona kwamba mimi na wewe ni kama mitume. Mimi na wewe tumempokea Roho Mtakatifu siku ya ubatizo, siku ya kipaimara chetu, lakini kwa muda wote Roho Mtakatifu yuko katika kanisa, yuko pamoja nasi. Na sisi tunaalikwa sasa kumhubiri Bwana wetu Yesu Kristo kwa moyo mmoja na bila kuwa na hofu. Tusiwe na hofu, tumtangaze Kristo. Na tunafahamu kwamba kanisa ambalo haliinjilishi lazima litakufa. Ni kama zizi ambalo halina ndama, wale wadogo, ng'ombe wadogo, ndama wale wakubwa watakapokwisha, basi ndio itakuwa mwisho wa ufugaji. Kwa na sisi tunayo dhamana kubwa. Mungu ametupatia dhamana hii ya kumtangaza Kristo kwa sababu tayari tunayo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni wazi Mungu ametupa utume tofauti. Mungu ametupa labda niseme kazi tofauti. Tupo sisi makuhani ambao tunamtangaza Kristo moja kwa moja. Wapo watawa utume wao kumtangaza Kristo, lakini na ninyi walei pia ambapo mpo mnajitolea kutunza sisi, kulitunza kanisa kupitia sadaka zenu, zaka zetu, mali zenu, majitoleo yenu. Wapo makatekista wetu, viongozi wa halmashauri wale tunaokuwa nao, na ninyi, sisi wote kwa pamoja ndilo kanisa. Kanisa lina watu mbalimbali. Tuwe na umoja na sote, kila mmoja atimize wajibu wake, kwa sababu tumempata Roho Mtakatifu. Tuendelee kumtangaza Yesu Kristo kila siku kwetu, kwangu na wewe, iwe kama ndio tumepata Pentekoste, ndio Roho Mtakatifu ametuingia sasa, tunasambaa tunamtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Huu ni wajibu, kusudi Yesu atakapokuja tena mara ya pili atukute sasa wote kanisa ni hai. Kwa hiyo sherehe ya Pentekoste tushangilie kuzaliwa kwa kanisa. Happy birthday kwa kanisa na tumtangaze Kristo. Nimalize kwa ufupi na somo la Injili ambao ni Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 mpaka 23. Hapa anasema hivi: ikawa jioni siku ya kwanza ya juma, pale walikuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo akawaonesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo akawavia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Wapendwa taifa la Mungu, somo hili linatuonyesha kwamba Roho Mtakatifu kweli aliwaunganisha mitume, lakini kuna vitu vile nataka niviongelee. Yesu hapa aliwapatia mitume walichokuwa wanahitaji. Aliwaambia amani iwe kwenu, tena mara mbili.
Hakuambia hivi utajiri uwe kwenu, hakuambia hivi kuweni watu ambao mnafurahia dunia mnavyotaka. Hakuambia ile tunayoyatamani kwenye dunia hii, watu wengi, sijui mali, sijui vyeo na kadhalika. Hakuambia hivyo. Aliwapatia amani kwa sababu alijua kwamba amani ndio waliokuwa wanahitaji kwa sababu ya hofu na kadhalika na kadhalika. Na sisi tumuombe Kristo azidi kutupa amani, kwa sababu mambo yote tunayoyafanya hapa duniani, iwe ni kazi, iwe ni pesa tunayoitafuta, iwe ni shughuli tunazozifanya, kila kitu, kama hatuna amani hatuwezi tukafika mahali popote. Amani ni kama afya. Amani ni mtaji mkubwa, na hasa amani katika Kristo. Kwa sisi Yesu tunakuomba zidi kutupatia amani, tukae kwa amani na tumtangaze Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa namna ya pekee tukiwakumbuka wale watu ambao hawana amani. Watu wengi wana mahangaiko, wana magonjwa, wengine wana hofu, wengine wanateswa makazini, hali ni ngumu na mambo mengine kama hayo. Wengine pamoja na familia zao, mtu na mume wake, mtu na mke wake, hawakai kwa amani, ni shida. Pengine watoto hawaelewani na wazazi wao, watoto wamesambaratika kwa tabia mbaya, pengine wazazi wanakosa amani. Yesu tunakuomba utupatie amani. Wachungaji wanaokosa amani pengine katika utume wao, watawa na kadhalika, ninyi walei, tumuombe Yesu huyu na sisi atupatie amani. Amani ni mtaji mkubwa sana. Lakini Yesu anaongeza kitu kingine. Tunaongelea leo Roho Mtakatifu, sherehe ya Pentekoste. Anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Huyu Roho Mtakatifu na sisi anametushukia leo, lakini anatushukia tena katika sakramenti mbalimbali, hasa ubatizo na kipaimara. Kweli tuitumie nafasi hii kumrudia Mwenyezi Mungu na kuungama dhambi zetu. Nao makwani wanaotuondolea dhambi zetu, basi kweli zinaondolewa. Yesu mwenyewe amewapa mamlaka haya. Pengine siku hizi sakramenti ya kitubio hatuichangamkii sana watu wengi, na wengine wanatumia ile amri ya kanisa wanaitii inayosema ungama dhambi zako angalau mara moja kwa mwaka. Labda wanafanya hivyo, labda na wewe unafanya hivyo. Mfano, jiulize mara ya mwisho umeungana lini? Wengine wanasema mimi katika misa ninaposali sala ya kuungamia Mungu Mwenyezi dhambi zinaondolewa. Hapana. Kwa tuijongei sakramenti vile ya kitubio, Roho Mtakatifu kupitia makwani wetu Mungu anatuondolea dhambi zetu. Kwa tuendelee kuombeana happy birthday ya kanisa, tuendelee kumtangaza Kristo mpaka mwisho wa dahari. Na kuomba tuendelee kuombeana, Mungu Roho Mtakatifu azidi kukutunza. Tumsifu Yesu Kristo.